Sehemu ya 70, tunaendelea pale tulipoishia. Baada ya mdogo wa meneja kuanguka, Jonas aliita baadhi ya wafanyakazi ili wampe huduma ya kwanza. Walimchukua na kumuweka kwenye chumba cha kupumzika. Jonas alimuita daktari ambaye alifika haraka na kumtazama mdogo wa meneja kwa makini. Daktari alimtazama kisha akasema kwa utulivu, huyu anaonekana kuwa na upungufu wa damu mwilini. Hali hiyo ndiyo inayomfanya apate kizunguzungu. Kwa sasa, muacheni apumzike. Baada ya muda mfupi ataweza kuamka. Jonas alijibu, sawa daktari. Kisha alimpa daktari kiasi cha pesa kama shukrani kwa huduma yake. Wakati hayo yakiendelea, Ghati na meneja walikuwa nyumbani wakijadiliana kuhusu kesi. Ghati alimwambia meneja kwa sauti ya matumaini, mimi nina uhakika nitapata haki yangu, japo kwa kuchelewa. Yote haya ni kwa sababu sina pesa. Meneja alitikisa kichwa na kusema, hata mimi naamini utapata mali zako. Muda tu ndio unaochelewa. Ghati aliendelea, jaribu kuangalia kama mdogo wako ameweza kuweka kifaa cha kurekodi kama tulivyopanga. Meneja alichukua simu yake na kuangalia kwa makini, lakini hakukuwa na sauti yoyote iliyorekodiwa. Naona kimya kabisa, nahisi bado hajakiweka, alisema. Wacha tusubiri, Ghati alijibu kwa utulivu. Sawa, kesho naenda kumuona Suzy. Meneja aliongeza. Sawa, tutaenda wote, Ghati alikubali. Usiku ulianza kutanda. Jonas bado alikuwa ofisini akiendelea kumtazama mdogo wa meneja ambaye bado alikuwa amezimia. Wafanyakazi wengine wote walikuwa tayari wameondoka. Jonas peke yake ndiye aliyebaki ofisini. Alipoona hali haibadiliki, alimbeba mdogo wa meneja na kumweka kwenye gari, kisha akampeleka nyumbani kwake kwa mapumziko zaidi. Wakati huo huo, meneja alikuwa nyumbani pamoja na Ghati wakila chakula cha jioni. Meneja alianza kuonyesha wasiwasi kuhusu mdogo wake. Nashindwa kuelewa, kwa nini bado kimya? Mpaka sasa hakuna chochote kilichorekodiwa, meneja alisema kwa hofu. Au ni kwa sababu tulikataa yale masharti yake? Ghati aliuliza. Hapana, meneja alijibu. Ule ulikuwa ni utani tu. Nahisi labda ameshindwa au amekutana na changamoto nyingine. Asubuhi ilipofika, meneja alimpigia mdogo wake simu lakini haikupatikana. Akamwambia Ghati, wacha leo niende peke yangu kumuona Suzy. Wewe baki na mtoto. Nikimaliza, nitapitia pia kwa mdogo wangu kuona kama yupo salama. Sawa, Ghati alikubali. Msalimie sana Suzy. Wakati huo, nyumbani kwa Jonas, mdogo wa meneja aliamka. Jonas alimkaribia na kusema kwa sauti ya huruma, ulizimia tangu jana ulipofika ofisini kwangu. Nilimuita daktari akakupima, akasema una upungufu wa damu. Kwa hiyo, kama unaweza kusimama sasa, tuende hospitali tukapate matibabu zaidi. Mdogo wa meneja alishangaa kuona jinsi Jonas alivyomjali. Alimtazama Jonas kwa jicho la upole, akiwa hana maneno ya kusema. Itaendelea.